Popote pale ulipo msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, ni furaha iliyoje kukutana nawe tena katika habari zetu za leo, ikiwa ni tariki 20 mwezi Mei mwaka 2026. Karibu katika habari zetu za leo msikilizaji, ili tukujuze kile kinachojiri kwenye uwanja wa mapambano huko Minembwe pamoja na eneo zingine mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asubuhi ya leo tunayo mengi ya kukujuza, lakini kwanza tutajikita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na habari kutoka huko Minembwe ambazo inaeleza kuwa ndege zisizokuwa na rubani za M23 zinazotoka maeneo ya huko Rwanda zimeangushwa na wanajeshi wa FARDC kwa ushirikiano na wazalendo huko Minembwe ndani ya tarafa la Fizi, Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndege hizo zimeangushwa baada ya utulivu ulioshuhudiwa baada ya mapigano makali ya siku 2 mfululizo yaliyohusisha wapiganaji wa FARDC pamoja na wazalendo dhidi ya waasi wa AFC M23. Droni hizo tatu au ndege zisizokuwa na rubani zimeangushwa zikiwa ni aina ya CH4 ambazo waasi wa AFC M23 pamoja na majeshi ya Rwanda walikuwa wakitumia mara kwa mara ili kushambulia raia wapiganaji wa wazalendo wanaoshirikiana na FARDC katika maeneo ya Point Zero, Mikenge, Ngezi na huko Kakenge pamoja na Kalonge. Ni maeneo yanayozunguka eneo la Minembwe ambazo wazalendo pamoja na FARDC wamekita makambi yao kwa ajili ya kulinda usalama wa raia kwenye maeneo hayo. Zimeangushwa na vikosi vya usalama. Waasi hao wa AFC M23 ambao wako Minembwe kama eneo lao la kimkakati sasa wako katika wakati mgumu baada ya droni zao kuangamizwa na vyombo vya usalama kwenye maeneo hayo. Kwa sababu hiyo, mamlaka husika za kijeshi na ulinzi wa wazalendo wa Kongo, Jeshi la Wananchi wa Kongo FDCC inayoongozwa naye kamanda wa kijeshi Kakobanya na Kalambi Justin, zinapenda kutoa shukrani kwa serikali ya Kongo kwa hatua zote zilizochukua ili kukomesha uvamizi huo uliowekwa na utawala wa Kigali ndani ya nchi ya Rwanda. Hata hivyo, muungano wa FDCC wake Kakobanya na Kalambi Justin unasisitiza kuwa adui ambaye ni M23 pamoja na vikosi vyake vya kumsaidia anaendelea kujikita kwenye tarafa la Fizi ili kuweza kuangusha utawala ulioko pamoja na kuteka maeneo kadhaa kwa malengo yake binafsi. Habari hizi zimehakikishwa naye msemaji wa FDCC Bwana Josue Amani. Tumsikilize. Jambo ndugu mtangazaji, naitwa Josue Amani, msemaji mkuu wa chama ya FDCC bar APC ambayo tunaita Force pour la Défense des Compatriotes au Congo, bar Armée Populaire ambayo inaongozwa na General Kakobanya na Kalambi Justin. Sisi tunapatikana kwenye milima mirefu ya Fizi, Mwenga na Uvira, hususani pa Point Zero. Katika vita ya leo ambayo imeendeshwa na jeshi la serikali, tulishukuru sana kwa sababu ndege zisizo na rubani ambazo zilikuwa zikihatarisha usalama wa raia pamoja na wazalendo na jeshi la taifa la FARDC, drone ambazo zinakuwa na maandiko ya CH4 ambazo zinakuwa na origine yake mjini Turki. Tumepata muda wa kuhakikishia ya kwamba ndege hizo, habari mlizozisikia ni za kweli, kwa sababu ndege hizo zimeungua. Moja imeungua kwa mida ya saa 11 saa asubuhi, ingine na saa 3, na ingine imeungua na saa 6 kamili. Zimeungua katika mji wa Kalingi na Bichumbi na Kalonge. Pale operation kali ziliendeshwa kwa kusaka adui anaye hatarisha usalama wa Kongo, M23. Sasa tunapenda kuhakikishia kwamba usalama maeneo hale inashikiliwa na jeshi la taifa pamoja na wazalendo wake General Kakobanya na Kalambi Justin. Pia tunapenda kuhakikishia raia kwamba waendelee kuwa na imani kwa jeshi la taifa, kwa maana hilo ndilo jeshi moja ambalo linakuwa na nguvu ya kuwaletea usalama. Ni kweli ya kwamba ndege hizo zisizokuwa na rubani ziliendeshwa kwenye vilima virefu vya Point Zero, Mikenge, Bichumbe. Adui alikuwa akizitumikisha kwa kuhatarisha usalama wa raia pamoja na
jeshi la taifa ambalo linalosaidiwa na wazalendo. Tunaita ujumbe wa amani kwa raia wote, waikae kimya, wazidi kuwa na confiance kwa FRDC pamoja na wazalendo, kwa maana misho yetu ni kuwaletea usalama. Hiyo ndio tunapenda kuambia ndugu mtangazaji. Najua ya kwamba hakuna lingine na lingine litakalofuatilia, tutaendelea kuwajuza habari za milima mirefu, kwa sababu usalama unahatarishwa sana na hao wahuni wa M23. Asante, kwa sababu sisi tuko hapo katika vilima hivyo, tunaendelea kulinda usalama ijapokuwa usumbufu wa drone, lakini tunaomba jeshi la taifa na government ya Kongo iendelee kurenforce mesures pour que adui aendelee kupata cha mtemakuni, adui wa M23 ambaye anaendelea kuleta usalama mdogo katika vilima vya nyanja za juu. Asante. Naam, hiyo ni sauti yake msemaji wa kundi la FDCC lake Generali Kakobanya na Kalambi Justin, akiwa kwenye maeneo ya Pwezero ambalo ni eneo la kimkakati la huko Minembwe, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya tarafa la Fizi. Tujikite ndani ya habari hizi kwa undani kabisa na habari za moto za vita zinazogusia huko Masisi, ambako vikosi vya wazalendo vimefanikiwa kukomboa maeneo ya miti mingi baada ya mapambano makali yaliyozuka asubuhi ya siku ya pili hii tariki 19 Mei mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, vinasema kuwa mapigano hayo yalihusishwa na wapiganaji wa wazalendo wanaoongozwa naye Kamanda Mufayomba dhidi ya vikosi vya waasi wa AFC M23 pamoja na washirika wake, lakini pia vikosi vya huko Rwanda. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa baada ya mapambano makali yaliyotumia silaha nzito na nyepesi, vikosi vya wazalendo vilifanikiwa kukomboa vijiji vya kimkakati vya Katoya na miti mingi vilivyopo katika groupmenti ya Ofamando wilayani Masisi. Maeneo hayo yametajwa kuwa muhimu kutokana na nafasi yake kuwa nzuri, lakini pia kufuatia na njia ambazo wanatumia mara kwa mara waasi wa AFC M23 ili kuteka vijiji mbalimbali ndani ya mkoa wa Kivu Kusini na ndani ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Lakini pia mapigano makali yameendelea kushuhudiwa siku ya pili hii ya tariki 19 Mei mwaka 2026 huko Kimvu, kati ya FARDC ikiungwa mkono na wapiganaji wa wazalendo dhidi ya muungano wa AFC M23 wanaosaidiwa na nchi ya Rwanda. Mapigano yaliendelea katika utemi wa Lwindi wilayani Mwenga katika jimbo lenye machafuko la Kivu ya Kusini, karibu kilomita 110 kusini mwa jiji la huko Bukavu. Utakumbuka kuwa maeneo ya Kivu ya Kusini yamekuwa ni maeneo yanayoshuhudiwa mapigano makali ya mara kwa mara kati ya waasi wa AFC M23 na wapiganaji wa wazalendo wakisaidiwa na jeshi la taifa FARDC. Hivi majuzi kulikuwa na mapambano makali huko Rugezi wilayani Fizi, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, yalihusishwa waasi wa AFC M23 pamoja na washirika wake Red Tabara, Twirwaneho, Gumino dhidi ya wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC. Lakini tulishuhudia kuwa M23 ilirudi nyuma kidogo hadi maeneo ya Tibiangoma, wakiondoka kwenye eneo la Sabuni, eneo ambalo waliliteka kwa takriban miezi 11. Licha ya kujiondoa kwa waasi wa AFC M23 kwenye maeneo kadhaa jimboni Kivu ya Kusini, bado wanaendelea kuonekana maeneo ya Minembwe, maeneo ya Mikenge, maeneo ya Rugezi pamoja na maeneo mengine ndani ya tarafa la Fizi, bila kujua lengo la kubakilia huko ni lengo gani, wakati shinikizo la Marekani lilioondoa katika mwambao wa tarafa la Uvira na ndani ya mji wa Uvira. Msikilizaji wa Kwetu News 24, endelea kubaki na Kwetu News 24 ili ujue mengi zaidi kutokana na habari za mapambano na machafuko ya kivita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa leo tulikuwa na hayo, hadi wakati mwingine. Ni kuombe usikose kusubscribe chaneli yetu, kushare, kucomment na kulike ili uendelee kutupongeza kwa kile tunachokuletea kila kuchako msikilizaji. Asante kwa kuwa pamoja na sisi. Hadi wakati mwingine. Kwaheri.